kwa sababu tu ila kwa sababu ana mamlaka. Mungu nisaidie wewe. Mungu uko wapi baba? Mungu uko wapi? Mungu uko wapi wewe? Mungu baba, Mungu uko wapi? Mume wangu sio umekopa wewe, wanakuja kuniumiza mimi. Umekufa baba, wanashindwa kufuata taratibu, wanakuja kuniumiza mimi. Baba umekopa, leo wanakuja kuniumiza mimi. Kwa nini lakini? Kwa nini? Ni tukio linalozua maswali mengi na kuacha familia katika sintofahamu. Mama mmoja mkazi wa Goba Kilwa 6 Mnadani, mtaa wa Jamhuri, anayejulikana kwa jina la Mama Bona Tesha, anaomba msaada wa umma na mamlaka baada ya kudaiwa kufukuzwa kwenye nyumba yake kwa madai ya deni la marehemu mume wake. Kwa mujibu wa maelezo yake, watu waliokuwa na silaha na wanaodaiwa kuwa migambo walifika nyumbani kwake, wakatoa mali zake nje na kudai wametumwa na wamiliki wapya eneo hilo. Kinachozua mshangao ni kwamba mama huyo anadai hakuwahi kupewa notisi yoyote wala taarifa rasmi kabla ya hatua hiyo kuchukuliwa. Je, ni kweli taratibu za kisheria zilifuatwa? Nani hasa anamiliki eneo hilo kwa sasa, na haki ya mama huyu itapatikana vipi? Endelea kuwa nasi katika simulizi hili maalum tunapofuatilia kwa kina kilichojiri Goba Kilwa 6 Mnadani. Leo nimeenda msibani Kibamba, nikiwa kanisani nikapigiwa simu na mpangaji wangu kwamba kuna watu wamekuja, wanaonekana kama ni migambo, wameshika mitutu ya bunduki, wameingia ndani wanatoa vitu. Kwa kweli nilitaharuki, nikachukua bodaboda, nikawahi. Kwanza nikawapigia ofisi ya serikali za mtaa kwamba wana taarifa, wakaniambia wana taarifa. Wakaniambia walikuwa na taarifa ambayo walipewa jana kwamba mimi natakiwa niondoke ni wakabidhi walionunua ile eneo. Nikamwambia wakaniambia lakini hawataweza kuwaruhusu kwa sababu hawana court order yoyote, na wala kwa mkuu wa wilaya hawajapata kibali, kwa sababu juzi Alhamisi ndo niliitwa kwa mkuu wa wilaya. Mimi nilikuwa nimesafiri, akaenda wakili wangu na wakaelezwa kwamba tunatakiwa kurudi kesho Alhamisi. Kwa hiyo yeye ofisi ya serikali za mtaa akaniambia tu unaweza ukaendelea na mambo yako, kwa sababu hata wanachokuja kufanya nadhani sio leo, labda ni baada ya kesho mtakapokuwa mmefikia mwafaka. Sasa mimi nilivyopigiwa kwamba watu wanatoa vitu ikabidi nije. Sasa nilivyokuja kiukweli, mimi ni binadamu. Nikaenda kwanza serikali za mitaa ambao ndio wasimamizi wangu. Nilivyofika pale nikamkuta mjumbe Kashasha, akaniambia kweli anawaona lakini wanaonekana hawako na askari, na wangekuwa na askari yani askari wa Jeshi la Ulinzi na Usalama wangepitia serikali za mitaa. Kwa hiyo yeye akaniambia kwa namna yoyote ile inabidi tuanzie polisi, kwa maana yeye naye akawapigia polisi, kituo cha polisi Goba, wakamwambia hawana taarifa. Na nikampigia mwanasheria wangu, naye akaniambia ni kinyume na utaratibu. Kwa hiyo hivyo vitu viko juu ya uwezo wao. Kwa hiyo kitu ambacho kinatakiwa kufanya, hao ni wavamizi, wamekuvamia, wametoa na vitu na we haupo. Na kwa taarifa za mtoto pia, milango ambayo nilikuwa nimefunga, kuna savings zangu na nini, wamevunja. Kwa hiyo akaniambia huo ni uhalifu, we nenda karipoti polisi. Nimeenda pale, mkuu wa kituo cha Goba amenipa ushirikiano mzuri sana. Pale mimi nilivotoka msibani sasa nikaja nikamchukua mjumbe, tukaenda wote polisi. Polisi nikamkuta mkuu wa kituo, kwa kweli respondi kwa mapema sana, akachukua gari na mapolisi wenzake. Tukaja hapa ndo tukawakuta, ndo polisi wakawahoji ilivyokuwa. Je, wana vibali, wana utaratibu? Sasa wale waliofanya uhalifu wameshaondoka, wakawaacha wanaowaita ni walinzi, kwamba wanawalindia mali zao.
Kwa hiyo baada ya kuona kwamba imekuwa vile, polisi wakataka mawasiliano na hao watu ambao wanadai kwamba ndo wameingia wakatoa vitu, kama walikuwa na vibali na walifuata utaratibu wote. Nadhani wale waliokuwa wanapigiwa simu hawakupokea. Kwa hiyo nilivyoshauriwa niende kwa mkuu wa wilaya, nikaenda na mwanasheria wangu. Bahati nzuri naye alikuwa ameshafika njiani, tukaongozana wote kwa mkuu wa wilaya. Tulipofika kwa mkuu wa wilaya, bahati mbaya hakuwepo na hakuweza kupatikana apokee simu. Kwa hiyo tukaenda kwa Dasi akatupa ushirikiano mzuri, naye akasema kwamba hajawahi kutoa kibali cha kufanya kitu chochote hapa. Shindwa kuwaelewa hao watu wamekuja kufanya fujo, akaniambia kwa namna yote ile wale ni wahalifu. Kwa hiyo hata nikikwambia labda uingie ndani ukalale, ni kwamba je, hivi vitu ambavyo wamevitoa na wameweka walinzi wao viko katika hali gani na ni vipi vimepotea au vimeharibika? Kwa hiyo akaniambia nifanye namna yote nitakavyoweza ili kesho tuweze kwenda. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tumebaki tunamsubiri mkuu wa wilaya kesho ni nini ataongea. 2015 mimi na mume wangu tukakopa milioni 50. Kwa hiyo nikawa tunaendelea kurejesha. Bahati mbaya mume wangu akafariki mwaka 2016. Ilikuwa ni mkopo wa muda wa miaka 3. Kwa hiyo baada ya mume wangu kufariki nikawa naendelea kurejesha kama kawaida. Siku ambayo nimechelewa labda utapigwa penalty kama vile ambavyo mtu yote ambaye ameshawahi kukopa anaelewa. Kwa hiyo tukaendelea hivyo. Siku moja tu wakaibuka tena ghafla wakati mimi naishi Sinza. Wakaja wakachukua gari yangu wakasema nimechelewesha mkopo, kwa hiyo natakiwa wachukue ile gari iweze kumalizia mkopo. Wakachukua gari. Basi walivyokuja kuchukua gari, mimi nikaenda mahakamani. Bahati nzuri ile kesi nikaishinda, wakatakiwa nilipe milioni 60. Wakaenda kuapili. Baada ya kuapili wakaonekana wameshinda. Ndani kabla ya hawajamaliza kesi ya gari ndo wakaja kutaka kufanya mnada hapa. Wakataka kuchukua sasa na ili eneo, maana collateral ya ili eneo ambalo kiwanja kilichojenga nyumba ndo kilikuwa kimedhamini huo mkopo. Wakataka waje wachukue. Wameshachukua gari, wakaja sasa wakaja kufanya na mnada hapa. Na huo mnada ulikuwa sio halali. Na ndicho ambacho mpaka sasa hivi wanajichukulia kwamba eneo walishanunua. Mimi hapa ni mtoto wa Bona Tesha. Tukio lilivyoanza, mimi hapa nilikuwa sebuleni. Nimekaa nimetulia. Mlango ukapigwa hodi. Mimi ikabidi nitoke nikaangalia ni nani. Naenda kuangalia nakuta jamaa 3 ambao wamevaa gwanda. Yaani wamevaa nguo za jeshi lakini wamevaa nguo za jeshi lakini sio. Yaani ni kama vile wauni fulani lakini walikuwa wamejaa. Waliogonga mlango walikuwa 3. Baadaye tena kuna wengine wakaja 2, kwa hiyo wakawa 5. Wakaniuliza unajua kwa ili eneo limeuzwa? Hapa nikawajibu hapana, halijauzwa. Ndio wakaniambia kwa ili eneo limeuzwa, inabidi uingie ndani uchukue vitu vyako vya msingi utoke nje. Mimi nikaingia ndani nikachukua nguo, nikavaa suruali, nikachukua simu yangu na chaja yangu Sasa wakaanza kutoa vitu nje. Mimi hapa nikauliza mkuu wenu yuko wapi? Wakanipeleka kwa mkuu wao. Mkuu wao alikuwa amevaa kanzu nyeupe. Alikuwa amevaa kanzu nyeupe, afisa alikuwa amejifunika uso. Anaonekana tu macho. Afisa alikuwa ni wa kiume. Baadaye nikamuuliza court order unazo? Akaniambia ninazo. Akanipa document zote. Sasa kwenye zile document napitia, mimi hapa sioni eviction order. Sasa mimi ikabidi nimpigie mwanasheria. Mwanasheria baadaye akaniambia kila kitu. Ananiambia kwa mkuu walitaka kukutana kwa mkuu wa wilaya. Sasa mimi kusema kweli, mimi hapa ningekuwa nina uwezo ningepambana, lakini walikuwa wengi walinizidi. Yani watu ambao walikuwa pale ni watu ambao walikuwa zaidi ya 15. Kulikuwa kuna watu, kulikuwa kuna walinzi, kulikuwa kuna mama.
afisa Badnaf kulikuwa kuna wengine ambao walikuwa wana nini, Badnaf kulikuwa kuna wengine ambao walikuwa wananisasi, kwa mimi nilikuwa siwezi kuona chochote. Ikabidi sasa nimpigie mama nimuulize kama anajua hii issue. Mama ndo akasema kwa anajua. Baada kumpigia mama nikakaa kidogo nikafikiria, ikabidi nimpigie mwanasheria kwanza nimuulize kitu. Maana sasa kama eviction order hapa hawana, ina maana ile eneo wamekuja nini kuvamia kosa kwa kosa. Nikamuuliza kama mimi naweza nini kuwapigia mapolisi waje wawatoe. Bahati nzuri mama ndio alikuwa ameshaenda kuchukua polisi, ndio wakachukua polisi, wakaja baadaye, wakaja wakawatoa, wakapeleka kwa mkuu wa wilaya. Mkuu wa wilaya ndio akasema waende kesho asubuhi.